Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Bwana Baba Levo ameamua kuja moja kwa moja kwa lengo moja tu la kumtetea Diamond Platnumz. Maana wadau wengi sana bwana wamekuwa wakimsema Diamond baada tu ya show ile ambayo ameifanya Davido pale Kawe jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo watu wamekuwa wakijiuliza kwamba kwa nini Diamond hakwenda on stage kwa ajili ya kumsupport mshikaji wake Davido, kwa sababu kwa sasa hivi Davido na Diamond ni washikaji, ni marafiki, wanazungumza, na hata juzi tuliona wakiwa kule Paris wakiwa wanakumbatiana, wamepiga story na vitu vingine kama hivyo. Bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa kwa upande wa Diamond na Davido. Umeona bwana, kwa sasa kitendo cha Davido kuja kufanya show nchini Tanzania alafu Diamond kuto kuwepo ni moja kati ya vitu ambavyo vimefanya wadau wengi sana wamebaki mdomo wazi kwamba bwana nini ambacho kimetokea. Wana bifu, Diamond amemwogopa Davido, Diamond ana husda au ni nini? So moja kwa moja bwana ni kwamba Baba Levo akiwa kama moja kati ya masupporter wakubwa kabisa wa Diamond amekuja kulizungumzia swala hilo bwana kupitia kurasa yake wa Instagram, akiwa kama mtu wa karibu kabisa wa Diamond Platnumz. Amekuja kuweka hapa maneno ambayo yanaelezea kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa Baba Levo ameandika kwamba Lukuga kwenda kumsupport Davido. Baba Levo ameandika kwamba Lukuga yani Diamond hakwenda kumsupport Davido kwa sababu show ilidhaminiwa na Castrolight. Umeelewa bwana, unaambiwa kwamba Diamond bwana ni issue ya kibiashara hapa. Baba Levo amekuja kujaribu kuelezea kwamba ameshindwa kwenda kumsupport Davido kwa sababu show ile imedhaminiwa na bia pinzani ya Castrolight. Alafu akaandika hapa chini, na Lukuga yeye ni ambassador wa Serengeti Light. Yani yeye Diamond wakati huo ni balozi wa bia ya Serengeti Light, asingeweza kupanda jukwaa la brandi pinzani. Ameandika hivyo Baba Levo kwa kifupi kabisa bila kuwepo na collocation nyingi, lakini nadhani watu wengi sana wameelewa. Wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section, wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu hapa anasema bwana sawa msemaji, kwa sababu bwana mbunge una majukumu mengi. Wadau wanasema kwamba bwana Baba Levo ni mbunge mwenye majukumu mengi, kwani ukizingatia ni kwamba yeye ni mbunge lakini still bado anapata nafasi ya kuendelea kumtetea Diamond huko mtandaoni. Kuna mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Diamond fanzi mwaga moto. Kuna mwingine amesema kwamba bwana yes, hii ndio nilikuwa nasubiri, bora uweke mambo clear, kila mtu aelewe nini ambacho kimetokea au kinachoendelea katika industry. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Baba Levo amekuja ku clear the air kuhusiana na hiyo issue bwana. So nadhani utakuwa umeelewa. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi bisa update.